Sasa wakati vita vimekwisha, Mtume anawatizama wale mashahidi walioanguka katika ardhi ya vita, akampata ammi yake Hamza amechanwa tumbo, kwa sababu Hindu bintu Utba mkewe Abu Sufyan. Nakumbuka katika Badri aliuawa jamaa zake wengi kule, akina Utba, akina Shaiba, akina Walid ibn Utba, akina Jubair ibn Mut'im. Miongoni mwao yumo jamaa yake Abu Sufyan, nani, Hindu bintu Abi Sufyan. Basi akaeka ahadi kwamba mtu atakayemuua Hamza atapata zawadi nono. Akaja jamaa anaitwa Wahshi ibn Harbi, akatrain kwa ajili ya kwenda kummaliza Hamza tu, na kweli alimmaliza katika vita vya Uhud. Na baadaye Hindu akenda akalipasua tumbo la Hamza, akakata ini lake, lile ini akalitafuna, alafu akalitema, yani kama kulipiza kisasi. Huko anasema maneno ya kejeli. Nani huyu? Hindu bintu Utba, babake ni Utba ambaye ameuawa kule katika Badri. Mumewe ni Abu Sufyan, Hindu bintu Utba zaujatu Abi Sufyan. Wakati limepasuliwa tumbo, maiti wengine mashahidi wamekatwa pua, wengine wamekatwa masikio, wengine yani mathalu, waliwakata watu vinyama vile vifo vya kusudi na kuwatia hasira Waislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasimama mbele ya mwili wa Hamza, kawa machozi yanamtoka, alafu anasema ya Rab, mlani Aba Sufyan, ya Rab, mlani Safwan ibn Umayya, ya Rab, mlani Hisham ibn al-Harith, ya Rab. Wale vigogo wote walikuwepo pale, Mtume akawa anawaapiza, kisha mwisho akasema kaifa yuflihu qaumun akhdabu wajha nabiyihim bidima, watapataje watu kufaulu walioupaka uso wa mtume wao kwa damu, wakaupasua uso wa mtume wao kwa panga. Wa huwa yad'uuhum ila ibadatillah, na yeye anawaita wamwabudu Mungu tu, wao wanamfanyia hivi. Mtume anasema maneno hayo, ndio ikashuka hiyo aya mbele yetu hapa, laisa laka min al-amri shay'un, Muhammad wewe huna lako jambo. Muhammad wewe amri haiko kwako, laisa laka min al-amri shay'un, huna amri kitu chochote, amri iko kwa Mwenyezi Mungu. Yani kana Mwenyezi Mungu anamkataza bwana mtume asiwalani, asiwaapize. Kwa nini asiwalani, asiwaapize? Laisa laka min al-amri shay'un au yatuba alayhi, huenda akenda akawatubia kwa kuwasamehe hao waliofanya mambo haya. Wameua, wamekatakata watu, lakini nani anajua akhirul mataf, pengine hawa watakuja kusilimu, Mwenyezi Mungu akawasamehe makosa yao. Na mtu akisilimu huwa dhambi zake zote zinafutwa zilizokuwa kabla ya Uislamu. Hadithi ya Mtume inasema al-islamu yajubu ma qabla, Uislamu ni kifutio cha yaliyokuwa kabla. Kwa hiyo mtu yoyote akiingia katika Uislamu inakuwa ni kifutio chake, anaanza ukurasa mpya. Kwa hiyo hawa huenda wakatubu, na walitubu kweli. Angalia Abu Sufyan, si anahesabika katika masahaba. Sasa yeye ndo alikuwa analiongoza jeshi la mushirikina wa Makka, lakini katika mwaka wa 8 alislimu. Abu Sufyan babake Muawiya kaslimu. Hindu aliyetafuna ini la Hamza alislimu pia, ambaye mumewe ni Abu Sufyan. Safwan ibn Umayya, mtoto wa Umayya ibn Khalaf, ambaye naye pia hapa alikuwepo katika vita, alislimu pia. Khalid ibn al-Walid, ambaye alikuwa ndo kiongozi komanda wa jeshi hili la makafiri, alislimu pia. Safwan ibn Umayya, ambaye alikuwepo katika jeshi hili. Ikrima ibn Abi Jahl, mtoto wa Abu Jahl, wote hawa walislimu, wote waliingia katika Uislamu na wakafanya mambo ambayo ni makubwa katika Uislamu, wakisema tunataka tuyafute yale tuliyoyafanya tulipokuwa tunaupiga vita Uislamu. Hata Wahshi ibn Harb, huyo aliyemuua Hamza, naye pia alislimu. Sasa Mwenyezi Mungu anaona mbali, anamwambia mtume wake
laisa laka min al-amri shay'un, huna lako jambo Muhammad, yani amri haiko kwako ya kuwahukumu hawa. Ima anaweza akawatubia au yuadhibahum, au hata akiwaadhibu hawa watu, fa innahum dhalimun, hakika ni madhalimu, wamedhulumu. Kwa hiyo Mungu kwake yeye ndo kuna jaza. Wewe kazi yako ni kubalighisha na kuwaita katika dini na kuwaonya. Ndo anamwambia laisa alaika illa albalagh, laisa laka min al-amri shay'un au yatuba alayhim au yuadhibahum fa innahum dhalimun. Si kazi yako wewe, hii ni kazi ya Mwenyezi Mungu. Ima anaweza akawakubalia toba zao wakitubu hao, na ima pia wasitubu, wapo ambao kwamba hawakutubu akawaadhib, hakika hao ni madhalim. Walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ghafurur rahim. Na ni vyake Mwenyezi Mungu vilio mbinguni na ardhini, humsamehe amtakaye na humuadhibu amtakaye, na Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusamehe, mwenye huruma. Hii aya tumezisoma nyingi sana na tukaeleza kwa kirefu maana ya kumsamehe amtakaye na kumuadhibu amtakaye. Mwenyezi Mungu ameweka kila kitu kiko wazi. Sasa ukitaka kuingia katika watakao Mwenyezi Mungu, sharti na mambo yapo. Ukitaka kubakia katika wale asiowataka Mwenyezi Mungu, pia njia zipo. Sasa chagua mwenyewe, inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Chagua unataka kuingia katika kundi gani. Analowataka Mwenyezi Mungu amebainisha, ni watakao ni hawa wanaofanya haya, na nisiowataka ni hawa wasiotaka kuyafanya haya. Kwa hiyo yako wazi mambo hayo. Kisha Mwenyezi Mungu anawaambia Waislamu, ya ayuha alladhina amanu la ta'kulu riba, enyi Waislamu musile riba, adhafan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun, riba nyongeza juu ya nyongeza, na mcheni Mwenyezi Mungu ili mupate kufaulu. Aya hizi zimeshuka katika wakati wa vita vya Badr, kwa sababu kilichowasababisha Waislamu kushindwa ni tamaa. Na ukitaka ujue kitu ambacho kinaondoa baraka ya maisha mpaka ushindwe na maisha, na ushindwe kuingia katika haki, na ushindwe kufika peponi hapa duniani, ushindwe na akhera ushindwe, jishughulishe na riba. Na riba pia ni tamaa. Maana mtu akiwa na riba ni tamaa ya kutaka kutajirika na kupata kingi, kama ilivyowaadhibu tamaa Waislamu wakashindwa katika vita, na itawaadhibu tamaa ya riba kutaka kujilimbikizia mali bila ya jasho, itakupelekeni pahala pabaya. Kwa hiyo angalia uwiano kati ya riba na kati ya vita vya Uhud. Hapo kuna message nzito sana. Waislamu msingepigwa mlivyopigwa hivi, msingeshindwa mlivyoshindwa hivi, isipokuwa ni tamaa zenu zimewachongea. Kwa hiyo wacheni tamaa katika mambo, hasa katika maisha. Muache tamaa ya kuwakamua watu wengine katika masala mazima ya riba. Na katika aya zilizopita pia tulizungumzia suala la riba katika kauli yake, alladhina yaakuluna riba la yaqumun, wale wanaokula riba. Alladhina yaakuluna riba la yaqumuna min quburihim, yani la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas, yani watanyanyuka kutoka katika makaburi yao siku ya kufufuliwa, wanapepesuka. Matumbo ni makubwa kuliko majabali, ndani ya matumbo kuna nyoka, kuna nge, kuna wadudu wote, na unaliona lile tumbo liko transparent, unaona mpaka ndani, alafu lile tumbo linamwangusha kwa sababu ni kubwa. Lile tumbo maana yake linamvuta, akinyanyuka linamwangusha, anapiga mbizi, anapiga gema kwa tumbo lake namna lilivyo kubwa. Sema hawa ni wala riba. Ndugu zangu, zamani kulikuwa kuna riba inaitwa riba nasia. Wakati hizi Qur'ani aya zikishuka,
kulikuwa na riba aina mbili, riba al-fadl wa riba an-nasia, riba ya nyongeza na riba ile ya muda na kuakhirisha mambo, ambayo inaitwa kwa lugha nyingine riba al-jahiliya. Riba an-nasia ilikuwa mfano, mtu anakuja kukopa dinari 1000, bwana nikopeshe dinari 1000, utalipa lini? Mtalipa mwakani, mwaka ujao. Sawa, unakopeshwa dinari 1000, mwaka unafika, unajiona hali yako wewe uliyekopeshwa sio nzuri financially, unakwenda kwa mdeni wako aliyekukopesha, unamwambia bwana, kesho kutwa mwaka umetimia na mimi najiona kwamba sina uwezo wa kukulipa. Mwenye deni anamwambia bwana, sikiliza, sasa unataka nini? Sema naomba uniongezee muda, nipe mwaka mwingine. Mwenye deni anamwambia bwana, imma an tu'tiyani haqqi wa imma an turbi, imma an tuqdi wa imma an turbi, ima unilipe deni langu au uongeze katika deni lililokukopesha. Masharti mawili anapewa. Unaweza nilipe, ndo kulipa hawezi, ndio maana amekuja kuomba muda. Lakini kama huwezi, nakupa nyongeza, ukija ukinilipa mwakani deni langu utanilipa dinar 1500. Pale inaongezwa sasa hiyo riba. Unafahamiana? Hii ndio ilikuwa riba katika ujahiliya, inaitwa riba nasia au riba aljahiliya. Kwa hiyo yule mtu anaondoka pale, anaona kama amepata afueni kwamba ile 1000 hakuilipa wakati ule, lakini hakuna afueni wowote, kwa sababu mwaka ukifika itabidi imezaa ile hela, anabidi alipe 1000. Na hivyo hivyo kama hakuweza kulipa 1500, anataka kuongezewa, itaongezewa tena 500 nyingine, atakuja kulipa 2000. Na ndio hivyo hivyo watu wanakuwa na madeni na madeni na madeni ya riba, na kama atalipwa yule mtu atakuwa anachukua hela ambazo sio haki yake, anawaumiza wenzake. Kwa hiyo haramu unakuja kwamba hii inaleta ufisadi mkubwa sana katika jamii. Tukapiga mifano hapa, mfano tunayarudia tu haya kwa sababu aya iliyotangulia tuliyasema kwamba huyu mtu sasa aliye na madeni huko anakokwenda sasa kutafuta by any means, kwa njia yoyote, kwa hali yoyote necessary, anataka mwakani asije akaongezewa dinari 500 nyingine ikawa mzigo mkubwa zaidi, atahakikisha anakwenda kulipa deni lake. Sasa atapata wapi hela? Kama ni mvuvi sasa, huyu atakwenda angalau afanye uvuvi haramu, uvuvi haramu. Kama ni mfanyi biashara, yuko markiti pale, ile nazi ya shilingi 500 atakuuzia wewe 1300. Kama anauza nguo, deni lake lote ambalo linakwenda kutaka kulipa kule ili riba apate kufidia, mzigo wote atakuangushia nani? Wewe. Yani ni cheni ya mambo ambayo inabidi ulimwengu mzima utakuwa unalipa madeni ya watu wengine bila kujijua. Na hili sana huwa linawaelemea maskini na mafukara ambao ni sisi. Mkipita huko katika maduka nyinyi, bwana nazi ya 1000, hamjui yule aliyeanzisha ile biashara alikwenda kukopa, na kukopa kwenyewe hakupewa, mbona bwana mimi nakopesha lakini kwa riba, chukua 500 utaniletea 550. Yule bwana kwa sababu ndo anataka, asema haidhuru, nipe tu, anachukua. Sasa hivi ni videni vidogo vidogo. Sikwambii kwa wale wanaochukua madeni kwa ajili ya viwanda, kwa ajili ya meli za kwenda kuvua, ndo huenda baharini wakawavua mpaka samaki aliyezaliwa leo. Sasa akishamvua samaki aliyezaliwa leo, wewe mvuvi wa kawaida ukienda bahari hapa hupati kitu. Ukirudi nyumbani hata samaki wa kula na mwanao hupati. Na siku ukiwapata
unasema hao watanikoma kwa bei nitakayokuwapa. Kwa hiyo riba mpaka uitizame mbali sana ndio utaona matatizo yake, lakini ukitizama hapa polepole utaona Uislamu kila kitu hautaki tu. Sasa kuna tatizo gani mtu kuongeza katika nini na mtu anadai ni hela yake? Kwa sababu hujaona mbali, unatizama hapa tu. Lakini ukiujua ufisadi unaosababishwa na riba, utakubaliana na maneno ya Mwenyezi Mungu, msile riba. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatahadharisha, akasema riba ni katika madhambi makubwa. Tena akasema arriba 70 hauban, riba ina madhambi 70, daraja 70. Aisaruha, dhambi jepesi katika riba, ile ndogo katika riba, mithla an yankiha ar-rajulu umma, ni kama mtu kulala na mamake mzazi, ndo riba nini ndogo. Haya, kuna salama hapo? Je, kubwa itakuwaje? Mamako aliyokuzaa ulale naye ndiyo dhambi ndogo ya riba. Katika hadithi nyingine Mtume anasema ar-riba 73 baban, riba ina milango 73, milango 73, iko daraja tu. Na katika hadithi nyingine laana Rasulullahi akila riba, Mtume amemlani anayekula riba, wa muakilahu, na aliyekuwa mwakilishi katika riba, wa katibahu, na anayeandika mambo ya muamala wa riba, mwandishi karani yule wa mambo ya riba pia amelaaniwa, wa shahidai, na yule anayeshuhudia muamala na activity za riba, wote Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanyaje? Amewalani. Tena si hayo tu, riba inafika mbali sana katika maasi na madhambi yake. Hii inaitwa riba nasia, riba alfadli, ile riba ya nyongeza, kwa sababu riba inawezekana ikawa katika kilo, katika mizani na katika hela. Wakati wa kuuziana ile pia kunatokea riba nyongeza, na ndio maana katika hadithi ya Mtume akaelekeza namna ya kuuza, kusema la tabi'u dhahaba illa bidhahabi au tamran bitamri au urz bi urzi au burr bil burr au sha'ir bil sha'ir illa yadan biyad. Kiuziana tende kwa tende, iwe mfano kwa mfano, kama kilo, yani robo, nusu, mithlan bimithli, mfano kwa mfano, yadan biyad, tena mukabidhiane mkono kwa mkono. Faman zada au istazada faqad arba, atakayezidisha au atakayeomba kuzidishiwa ameingia katika riba. Kwamba unasema mimi bwana nitakuzia tende zangu nzuri kilo, wewe nipe za kwako mbaya kilo 2. Umefahamu eh? So, kilo kwa kilo 2. Au nitakupa chakula hiki kilo 3, wewe utanipa hicho cha kwako kilo 6. Hiyo ni riba na mfano wake. Na mara nyingine mnaweza mkauziana kitu ambacho hakifanani, yani hakifanani jinsi. Mfano ukauza unga kwa mchele, hii si lazima iwe mithlan bimithli, lakini iwe yadan biyad, lakini kilo kwa kilo vile vile hazifanani tu, kwa sababu mchele sio unga wala tende sio maharagwe, lakini vile vile uchunge vipimo vya riba. Usije ukachukua riba ukaongeza ukataka riba katika vipimo. Pia katika hela inawezekana bureau hizi na nini hizi haziingii kwenye mambo ya riba, kwa sababu pesa zitakuwa tofauti, ile kima yake dola na shilingi mathalan, lazima iangaliwe ile thamani ya ile hela ilivyo. Ndio maana unaenda unatoa hela unapewa change yako kwa sababu ya kubadilishana. Lakini pia kunatokea riba ikiwa mtu ataingia katika ile mifungu na njia za kukupeshana au kupeana kwa riba kama ilivyo katika mabenki na nini. Na ndio maana siku hizi kuna benki za Kiislamu ambazo zimeintroduce mambo mengi kama murabaha, musharaka. Ukienda kule watakufahamisha nini maana ya murabaha, nini maana ya musharaka, nini maana ya qardun hasan, kopesho mzuri, zote hizi watakuelewesha.